Kabisa kwenye studio za TV47 kuhusiana na swala la hamasa ya upatikanaji wa maji, na tayari wageni wameshafika hapa studioni. Shirika la Global Reform Platforms for Advocacy GREP limetoa mapendekezo ya kuwepo kwa 50% ya upatikanaji wa maji katika kwa mtu mmoja, sio katika kila nyumba, kulingana na sheria ya katiba ya mwaka 2010. Kumbuka kwamba ni haki yako wewe Mkenya kupata maji masafi na maji salama, na hii ni haki yako kulingana na katiba ya mwaka 2010. Tayari wageni wameshafika hapa studioni. Ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama mchungaji Kiugi Apollo, ambaye ni balozi wa jamii na mshirika katika shirika la GREP Kenya, na upande wa pili ninaye Eric Kambucha ambaye ni mwanzilishi wa shirika ambalo linafahamika kama Slums Outreach Program. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Asante sana. Na kwanza ningeanza nawe mchungaji, manake unafanya na shirika hili la GREP. Inasemekana kwamba ni haki ya kila Mkenya kupata angalau lita 50 ya maji kwa siku, si ndio? Kwa siku. Okay. Na ni haki yako kikatiba kulingana na katiba ya mwaka 2010. Tungependa utufafanulie kwa kina zaidi, ni pengo gani kubwa iliyopo katika sera na uongozi ambayo inazuia upatikanaji wa maji safi nchini? Asante sana. Kwanza kabisa ni kusema ya kwamba swala la maji ni swala ambalo ni nyeti sana. Manake maji ni uhai. Na tunaposema maji ni uhai, kwa kweli kila binadamu anahitaji maji ili kuishi. Bila shaka. Katika hali ya kiafya, wauguzi wanatuambia kwamba hata miili yetu 70% imetengenezwa na maji. Kwa hivyo maji ni uhai. Na katika hali ya kusema mambo ya maji hapa nchini, katiba yetu ile ambayo tuliweka nguvu mwaka wa 2010 tunasema ya kwamba ni a basic right. Basic kumaanisha kwamba ni ya muhimu, ya msingi, ama ni lazima kila binadamu ama Mkenya awe na nafasi ya kupata maji safi na salama ya kutumia. Kwa hivyo kuna mapengo mingi ambayo iko Kenya. Kwa mfano, hata kama tuko na mambo ya sera na mambo kama hayo, tuko na mikakati mingi, tumeandika mambo mengi, lakini kwa kweli haya mambo kuyatekeleza imekuwa ni shida. Kuna gaps mingi sana ambayo yanapatikana hapa na pale. Kwa mfano, hali ya kuwa na corruption, kuwa na ufisadi kila pahali. Maji kufikia watu wengine ni shida. Wale ambao wako na pesa mingi ndio wanapata, wale ambao ni maskini na wale ambao wana ulemavu kupata maji imekuwa shida. Kwa hivyo kuna gaps za policies. Unapata ya kwamba mambo ya development, maji kufikia watu iko na shida. Inafikia wachache ambao wako na fedha, na wale ambao wengi ambao hawana fedha wanataabika kwa sababu ya kukosa maji. Kwa hivyo sisi kama kanisa, haswa kutoka kwa World Reformed Community Reformed Churches, the GREP program, tunasema ya kwamba ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kila Mkenya ana nafasi ya kupata maji at least 50 liters ya kila siku, maji safi na maji salama. Na kama serikali haitaweza kupatia watu maji, basi iwapatie fedha ili waweze kununua maji kwa wale ambao wako nayo. Kuna watu ambao wanauza maji, wale wako kwa private sector, wako na maji yao, maji safi, lakini kuyapata ni lazima ugharamikie. Lazima ukuwe na pesa. Yes. Kabla sijaelekea kwake Ambuche, mbona lita 50 ya maji ikafikiwa kama kiwango cha chini kwa kila nyumba? Ni kwa sababu ndugu yangu, ukitazama utaona ya kwamba kwa constitution yetu tunasema kila Mkenya apate, ni basic right, apate maji, lakini haijasemekana ni maji kiwango kipi. Kiwango kipi? Lazima kuwe na kiwango ya kupima, kipimo, ili tukisema, serikali ikisema Wakenya wamepata maji, ni maji gani, kiwango kipi? Kwa hivyo lazima tuwe na kipimo. Asilimia ama kusema ya kwamba lita 50 ni kipimo. Kwa sababu ukisema tu tutapatiana maji, hakuna kipimo. Inaweza kuwa ni maji ambayo ilionekana ikipita kama maji ya glasi kama haya, lakini tunasema kwa siku moja kila Mkenya apate na nafasi ya kupata at least 50 liters ya maji ya kutumia, maji safi na maji salama. Maji salama. Yes. Eric Kambuche, unatoka katika maeneo ya mtaa wa Mabanda. Yes. Unahisi pengo kubwa ya wakazi kutopata maji safi na salama ni nini hasa? Bwana Kilobi, vile umesema, mimi ni Eric Kambuche, mwanzilishi wa Slums Outreach Program. Na ni kweli kwamba zile sehemu niko ndio kuna challenge kubwa, na inakuwa informal ama sehemu za mabanda, ni kumaanisha kwamba
mpangilio ni mbovu. So zile basic amenities, vitu kama hata public utilities hazijawekwa in consideration, na ndio unaona muda mrefu sisi watu unaposema mpangilio unamaanisha nini hasa? Iko na poor planning. Kule kuna poor planning kwamba ile mambo ambayo inafaa kuwe na tap water, kwamba kuwe na mpangilio kwamba maji inafaa ingia hapa kiasi fulani. Unapata tuliwahi sukuma kama civil society kule pipe kwamba iweke watu wakuwe na tap water, kwa sababu sisi tunaelewa kwamba maji kulingana na katiba ni haki ya kila Mkenya na kuna mtu ambaye ni second class citizen. So wale watu ambao wako Mukuru kule ama sehemu yoyote iwe ni Mathare ama Kibera wanastahili kupata maji. Tap water, not just na inakuanga ni clean drinking water, sio tu maji. Na kuna hiyo uwezekano, lakini kwa sababu ya ufisadi fulani, vile tu mchungaji amesema, ufisadi ni kero kubwa kwa sekta ya maji. Sisi tumaipigana mpaka Nairobi wote yenyewe ofisi ikaja kule Mukuru mahali tuko, lakini haitusaidii. Kwa sababu ukipita kule Mukuru utaona pipe karibu 20 zina rangi tofauti za 1 inch zinapita mahali pamoja, na zinapita ndani ya sewage zikienda, kwa sababu wale cartels wanaitwa water cartels wako kule, ni watu karibu 10 wameungana, wana make sure kwamba watu wa Embakasi South ama watu wa Mathare wasipate maji. Unaelewa? Wana make sure kwamba wale watu 10 out of 100,000 people wao ndio wako na usemi kuhusu mambo ya maji. Kwa hivyo tulijaribu kuangalia kwamba ile maji ambayo unit inatoka kule na pesa ngapi. Tukapata kwamba a unit which is 1,000 liters wanapewa na 22 ama 23 shillings. Lakini ukiangalia vile nao wanauza galani moja na shilingi 10 ama hata za zingine huenda shilingi 20, inategemea ni sehemu gani. Mahali kama pipeline, hiyo galani moja you can spend even 60 shillings, kwa sababu utainunua shilingi 10, lakini mwenye anakupandishia na shilingi 50. Inategemea uko wapi, first floor hapo. So you find kwamba kwa family moja vile tuliangalia ni kwamba vile tu mchungaji amesema, mtu mmoja kutumia lita 50, hiyo ni mitungi mbili. Hiyo ni mitungi mbili ya maji. Hii ambayo watu wananunua inafaa wanunue na shilingi 10. So mitungi mbili ni kwa mtu mmoja, ikiwa atakuwa amefua kwa kiwango ya chini, ikiwa on average, ikiwa atakuwa amefua, amekunywa, amepika. Na angalia on average kule tuliangalia tukapata kila nyumba iko na watu watatu. On average watu watatu. So unaweza pata hiyo 150 liters. So ukipigia na hiyo na hizo 60 shillings. Unaona ule mtu wa mabanda ndiye ana spend pesa mingi kwa maji than somebody who is in an upper ama suburb kama hapa. You are spending less money on water here than somebody in Mukuru. So nafikiri hii ni jambo ambayo inahitaji uhamasishaji vile umesema. Kwamba watu wajue kwamba kukuwa na maji sio favor. It is something that is a constitutional right. It's a constitutional right. Yes. Mchungaji, kuhusiana na uwezekano, je, serikali ina uwezo wa kugaranti kila Mkenya lita 50 ya maji kila siku? Serikali ina uwezo. Kama ina uwezo wa mabilioni ambayo tunasikia wakati mwingine zinapotea, na zingine tunaona zinatumika kwa hali ambayo haifai ama haipatiwi, inastahili kuja baada ya watu kupata maji. Serikali ina uwezo. Serikali yetu ya Kenya ina rasilimali, haswa hata fedha ziko mingi. Tumepata wawekezaji ambao wamekuja wakawekeza kwa nchi yetu, na watu wengi wanapeana msaada wa kupata uwezo wa maji, na serikali ndio iko na uwezo ule mkubwa. Kwa hivyo kunawezekana. Kwa mfano, ndugu yangu, ukiangalia utazame watu wengi wa Kenya ama Kenya, inasemekana ukifuata kwa research ambayo imefanyika, utafiti ambao umefanyika, kati ya milioni 19 na 20 hawana maji, hawapati maji safi na maji salama ya kutumia kunywa maji, kuoshea nguo ama mambo ya usafi na mambo kama hayo. Kwa hivyo serikali inaweza. Ile inakosekana ni ile tunaweza kusema ni goodwill, kuhakikisha kwamba mambo ambayo yanakuja mbele yanapatiwa kipao mbele na mambo yanafuata yafuate. Saa hii unasikia kuna Wakenya wanatembea safari ndefu, haswa kina mama na wasichana na hata walemavu, kutafuta maji ambayo hawajapata. Wanapata ajali mingi sana, wanakosa kuwa shuleni na mambo kama hayo. Kwa hivyo serikali kama inaweza, inataka, kama inaweza, inapea mambo haya kipao mbele, itawezekana.
inaweza, na kwa hivyo ndiposa tunasema kama kanisa na kama GREP, serikali tuna pressure, tunawapelekea na kuambia inawezekana kila Mkenya kupata maji, kwa sababu kufanya hivyo ni kuonyesha ya kwamba tunapatia kila binadamu ability, kwa sababu kila Mkenya, kila binadamu ana nafasi yake, and they're supposed to get what we call dignity and dignified life. Yeah. Kuna haja ya watu wanaokosa maji ya kiwango hitajika kupewa fidiwa, labda ni maji salama na maji ambayo ni ya kutosha. Mtu ana uwezo wa kuweza kushtaki serikali katika mahakama? Anaweza kushtaki serikali. Kwa mfano, tunaona watu wakishikwa, wakikamatwa, pengine kupatia mfano, wakiwekwa zaidi ya masaa ambayo wamekubalika kwa seli, wakienda kotini wanasema rights zao zimekuwa infringed. Lakini sasa wakati tunasema mambo ya maji, kwa sababu imewekwa katika katiba, haswa katiba yetu ambayo tunaifuata, Mkenya anastahili kuwa anapatiwa maji. Kama hatapatiwa maji, anaweza enda kotini na astaki serikali ya kwamba it is my constitutional right to get water, lakini sijapatiwa maji na serikali, na ni jambo ambalo limewekwa la kimsingi ya kwamba nipate maji. Kwa hivyo Mkenya anastahili kuwa apate huo uwezo, na ndiposa kwa mfano kutoka pale ninatoka kwa GREP, tunaambia watu kuhamasisha binadamu na haswa raia wa Kenya kujua right zao na kujua what they're supposed to do, ili wajue ya kwamba maji si ati ni starehe. Maji ni jambo ambalo nastahili kuwa nalo. Serikali inipatie maji. Serikali inapofanya mambo yao kupata faida, kuchukua taxes na mambo kama hayo, pia tena wakipata pesa na mambo kama hayo, wagharamakie kuhakikisha kwamba kila Mkenya ana nafasi ya kupata maji, na ili aweze kuishi maisha ambayo ina utu na maisha ambayo tunasema ni dignified. Kwa hivyo unaweza shtaki serikali. Asante sana mchungaji kwa kauli hiyo nzito ambayo umetoa. Eric Embuche, mbona unahisi maeneo ya Eastleigh na pia maeneo ya Kahawa West na sehemu zingine kuna ukosefu wa maji na pia upungufu wa maji? Vile tu nimekuambia, mpangilio, na utapata kwamba tuliwahi toa maoni kwamba ikiwa mmeona kuna muongezeko wa watu, inafaa pia mpangilio ya maji ama supply ya maji pia ikuwe considered. So unapata itashughulikiwa namna gani sasa, kama maeneo ya Mkuru tuseme? Sisi tumekuwa tukisukuma ama kutoa mapendekezo yetu kwamba hii ni ward ambayo ama constituency like Embakasi South iko na ward 5, ndio mu-identify hii ward. Mtaka kusema kwamba hakukuwa na mpangilio kwamba ndio iitwe ward ikuwe gazetted. Si inafaa kuwa na mpangilio. Tunajua kwamba kuna mpangilio kule ambayo as per ile original plan, lakini imekuwa messed up hiyo original plan. Unapata kama mahali ilikuwa imeachwa for children's playground, mahali ilikuwa imeachwa ya shule, this was meant for hospital, this was meant for sewer system. Kwa sababu ile tumetaja ufisadi inakuwa corrupted hizo sehemu. Unapata siwa ina burst kila siku, na unajua siwa bado ina fall to under mambo ya maji, na maji na environment zinaendanga pamoja. Kwetu unaweza tembea kilomita 1 bila kuona mti mmoja. Kuna rafiki yangu aliniuliza watu hupumua nini? Wanajua kwamba miti ndio huchangia oxygen. Unaona, people don't care attitude. Unaona, so there was a time hata kulikuwa na cholera outbreak kule maeneo Mkuru. I had to call the CEO wa Nairobi Water, Mr. Muguna. Nikamwambia huku kuna shida, maji inapitia chini ilimiti sijui na samsiwa, so watu wakaharisha area kubwa sana. So sasa hivi ukivisit those areas ama hata Nairobi mzima, kama umeona pipe za black kitu kama inchi 6 zinatembelea juu, that was my suggestion. Ukitembea most areas in Nairobi utaona maji na supply inatembelea juu, si ndani underground. That was my suggestion. I think that was 2022 early 2022, na it is being effected so that, na walisema kwamba it is another way ya kuzuia wale ambao wanaiba maji. Wakiiba tunaona watu wameiba, but hatujafikisha mwisho kwamba all the houses ziwe na tap water. Now when we visited the office ya governor, walisema that those areas are unsurveyed areas. That's the reason they give. That's why hati hawajaweka tap water huko, na yet people are there paying rent. So there is hiyo tu
kutoingiana kiplan. Yes. Mchungaji, sijui ungeongeza nini kuhusiana na kile ambacho Eric Kambuche amezungumzia pale? Nitasema ya kwamba kama jinsi ndugu yangu amestaja hapa, serikali na haswa hata serikali ya ugatuzi, manake mambo ya maji, washikadau, kuna serikali kuu na serikali ya gatuzi. Serikali ya gatuzi, ni serikali ya ugatuzi ambayo inafaa kulaumiwa, serikali ya kaunti au serikali ya kitaifa? Yote, serikali kuu na serikali ya gatuzi. Manake serikali kuu kazi yake ni kupanga mambo ya policies na regulation na mambo kama hayo. Lakini serikali ya gatuzi ni kuhakikisha kwamba sasa maji inaenda kwa kila Mkenya, inasafiri salama, ya miundombinu na mambo kama hayo yote inafanyika vyema. Na kuna washikadau wengine pia, manake sio tu serikali, washikadau wengine kama mashirika ya kijamii, kanisa upande huu mwingine, hata watu kutoka maeneo, hata mambo ya faith kama Muslims na watu kama hao. Kila jamii tunastahili kushirikiana. Washikadau katika sekta ya maji ni wote, manake ni sisi wote tunahusika. Kwa mfano, serikali ifanye hivyo, serikali kuu ihakikishe inapatiana mambo ya policies na regulation. Serikali ya gatuzi ihakikishe kwamba maji iko. Wasiseme ya kwamba hakuna surveillance. Pahali wanasema hakuna surveillance, ni surveillance hakuna, lakini wanaendea fidia huko, wanaendea rates huko. Wakenya pia wanaoishi huko wanalipa ushuru, pia wanalipa lisensi kufanya biashara. Kwa hivyo waseme sehemu hizo hasina surveillance. Wanastahili wanapoendea pesa vile vile wahakikisha kwamba mifereji inapita sawa, maji safi inafikia Wakenya bila kusema ya kwamba hakuna surveillance. Vile vile watu ambao sio tu serikali, nimekuambia kuna washikadau wengi. Kanisa kwa mfano, sehemu ambayo tunakuja, kanisa ina nafasi, manake kila Jumapili na kila Ijumaa watu wanaingia kwa misikiti. Jumapili wanaingia kwa makanisa. Tunastahili watu wanapokuja pia kama kanisa tueleze Wakenya, members wetu, washirika wetu, tueleze ya kwamba ni their right, their constitutional right to have water, and also kuambia viongozi waajibike. Manake viongozi siku hizi wengine hawajibiki. Wanakuja aswa mfumo huu wa kisiasa, wanatuambia tutawekea mifereji, tutawaletea maji, tutafanyia haya, lakini ni kwa sababu wanataka tu kutudanganya. Tuwapatie kura, lakini hawana what we call accountability. Kwa hivyo kila mtu anastahili kufanya hivyo. Kuna swala ambalo Eric Kambuche alikuwa ametaja pale kwamba mabomba ya maji yanapitishwa juu ili kuweza kuzuia wale ambao ni cartels kuweza kuhitilafiana. Je, unahisi ni mikakati ipi ambayo inafaa iwekwe katika kuhakikisha kila Mkenya anapata maji? Sababu kwa mfano ukiangalia mji wa Nairobi, si sehemu zote unaweza ukajenga, unaweza ukachimba chini na kuchimba borehole. Nafikiri ya kwamba mikakati ambayo inastahili kuwekwa, ya kwanza ni kupigana na ufisadi. Manake wale ambao ni makatel, wale Eric amesema hapa, wanajulikana kama siku hizi, kama leo wale ambao waliua dada yetu juzi, wanajulikana ni wale ambao wanaiba maji ambao inaweza fuatiliwa ionekane inatoka wapi. Serikali inastahili kukaza mishipi. Wale ambao wanahusika wastakiwe, wakamatwe na wastakiwe, manake wanahatarisha maisha ya watu. Hebu angalia uone ndugu yangu hapa. Maji inastahili kufika kwa watu wote, lakini inakuwa diverted. Ikiwa diverted, wanaweka kwa matanki zao, alafu kisha wao makartels ile wanapata hiyo maji, wanaiba, wanauzia raia upande mwingine kwa mlango wa nyuma, pesa mingi sana. Kwa hivyo mikakati ya kwanza ni kuhakikisha kwamba haya makartel yamekuwa disabled, wakatue maji. Pia mashirika ya maji, kwa mfano Nairobi Water na wale ambao wengine wanauza maji, wanastahili kuwa na mikakati salama na dhabiti ambayo inaonekana kwamba maji ikiibiwa pengine waweze kunasa, kujua maji imekuwa interrupted wapi. Kwa mfano, sisi kama nchi tunasafirisha mafuta kutoka Mombasa na inasafiri kwa pipes. Kama kuna mtu ana interfere na hiyo, inajulikana.
kwa nini wasiweke hiyo kwa maji ambayo inahusika na inatarajika, Wakenya wanatarajia kuitumia kila wakati. Kwa hivyo ni serikali ikaze ikaze mienendo yao na itawezekana ya kwamba tutaweza kuchukua haya mambo na maji itafikia Wakenya wote. Naam, asante sana kwa mchango huo na kauli nzito ambayo umetoa mchungaji. Eric Kambuche, mbona watu wenye tabaka la chini hulazimika kulipia gharama kubwa kwa maji ambayo sio masafi wakati mwingine? Hilo ndio swali. Nafikiri unajua, sijui niseme vipi, umaskini ni jambo mbaya sana, linafanya mtu anaumia na wazungu husema cheap is expensive. Ukiangalia ile rate amba kwa mwezi, ile pesa ule mtu maskini ulipa kwa maji ni a lot of money compared to wewe ambayo uko kwa in these premises. Namna gani? You pay like less than a quarter of ule mtu ambaye uko Mathare ama Mukuru. Because ule tumepiga hesabu hapa tukasema mtungi moja na hiyo gallon anagharamia na 60 shillings ama 50. Ukiwa kuzuri na kwa 20 shillings. Unaona? But ukipata ule mtu ambaye ako metered, mtu yako metered utapata analipa shilingi 200 kwa mwezi mzima. Na aliosha mpaka gari. Unaona? Alifua mpaka carpet. So ni uhamasisho. Kile kimetuleta kwa hii studio kulingana na mwongozo wenu kwamba ni uhamasisho. Watu wengi hawafahamu. Kwamba kuna wale watatazama hii ni waseme kumbe tuko nyuma na unajua vitu mingi Kenya huwa zinawekwa inakuwa kisiasa. Unaona? Na wanasiasa wanga wanapenda kwamba usiwahi jua haki yako. Na wana prolong vitu, wanaendelea kupatia tumaini. Tumaini. Kwa sababu ukiangalia tangu tupate uhuru 1963 tulitangaza mpaka kwa hiyo katiba yetu ya hiyo katiba. Wacha sasa hii tumebadilisha juzi. Tukasema kwamba watapigana na umasikini, magonjwa na ujinga. Si ndio? Hayo maneno yametimizwa. Yametimizwa. So umaskini ndio huu tu ambao unanitajia hapo. Unaleta matatizo. Unaelewa? So nafikiri after this show nafikiri watu fulani wataamka. Wataamka na we'll have people, Kenyans, not only people from Mukuru, getting tap water. Tap water is more cheaper. There was a time tulisukuma watu wa county. Hata at that time hata county ndio zilikuwa zinaanza wakasema maji ya Nairobi haikuanga inakuwa treated. You remember? You had to boil ndio ukunywe. But at least sahi you can drink right from the tap. Si ndio? After hiyo kusukuma kwamba waweke chlorine. You remember there was a time wale mlikuwa hai mliona there was a time choka iliuziwa Nairobi county na iweke kwa maji yani somebody supplied chalk with those millions. Mchungaji, mapungufu ya maji inaongeza namna gani kuhangaika kwa wanawake na wasichana na kusababisha ukatili wa kijinsia, GBV, gender based violence? Ni kweli. Ukitazama katika jamii na haswa familia, wale ambao wanahusika kutumia maji kwa kiwango cha juu ni akina mama, wasichana na hiyo ina affect kwa njia moja. Kwa mfano, akina mama kama hakuna maji safi na maji salama, akina mama wanaonekana na wasichana wakitembea kwa umbali mrefu kwenda kuteka maji. Wengine wanaenda kwa mito ambayo haina maji safi na salama ya kutumia. Na kwa hiyo inafanya muda mwingi unatumika kwenda kuchukua maji badala ya kutengeneza uchumi. Kwa hivyo kiuchumi, uchumi unaathirika kwa sababu muda mwingi walitumia kuendea maji. Vile vile kwa wasichana ambao wako shuleni, wengine wanalazimika kuacha shule ili waende wakatafute maji, waende wakateke maji ili waweze kutumia nyumbani. Kwa hivyo unapata ya kwamba wengi hawatapata masomo ambayo inafaa kwa sababu sasa muda wa masomo haupo, kwa sababu walienda kuteka maji. Na nikwambie hapa, wengine wamepata shida mingi. Wanapoenda kuteka maji kule mtoni, wanapatana na wanaume wengine ambao wana ukatili, ambao hana utu. Wanajisi, wengine wanauliwa, kwa hivyo wanahatarisha maisha yao. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba maji inafika kwa kila Mkenya, ni kwa sababu kuna hatari kubwa ambayo inafikia haswa jamii. Wengine hata wanapata pesa ya hali ya pesa duni, na hiyo pesa kama jinsi Eric ametaja hapa, wanatumia yote
Hebu tazama uone hata wale ambao wanapata malipo ya kila siku, pesa ya chini sana, alafu kisha kwamba wanahitajika kugharamika kulipia maji kwa pesa mingi. Unapata ya kwamba almost 3/4 ya pesa ambao walipata wameipeleka sasa kununua maji ambayo hata haitafaa, na hata hiyo maji sio safi na salama. Kwa hivyo inaonekana kina mama ama females wa ladies wanapata shida mingi na wanateseka, na ndiposa huu mswada tunauleta kusema ya kwamba kutoka kwa GREP ya kwamba ni lazima serikali igharamike kuhakikisha kwamba kila Mkenya amepata at least angalau lita 50 kila siku, ili tuepushe ama tuwafanye akina mama wetu wapate kufanya biashara, uchumi uinuke, na pia wasichana waende shule wasome, watumie muda mwingi kusoma na sio kwenda kuhatarisha maisha yao wanapotafuta kuteka maji mtoni. Kwa mfano wewe kutoka shirika la GREP, hii ni uhamasishaji ambayo mmekuwa mkiendeleza kupitia waraka ambao mlikuwa mmeandika. Maeneo ya kaskazini, kuna pendekezo lolote ambalo mmetoa wakazi wa kule waweze kupata maji, sababu huko ni maeneo ambayo ni kame? Ni kweli, ukiangalia, sijui kama umewahi safiri sehemu hata za Northeastern huku. Huko ndio nazungumzia. Tembea huko utapata ya kwamba hata unapoendesha gari utaona kina mama na watoto wanakuonyesha kwa ishara ya kwamba usimame wapatie maji watu ambao hawana maji. Na nikurudishe nyuma kidogo tuone sehemu zile zina watu ambao ni waheshimiwa, ambao wamechaguliwa. Juzi tumeona rais amekuwa kule, watu wa upinzani wamekuwa kule, kuna magavana, kuna ma MCAs wako sehemu zile, lakini watu wanataabika na maji hapo. Si kusema ya kwamba maji hawezekani. Kama tunaweza kusafirisha mafuta kutoka Mombasa kupeleka Kisumu, unataka kuniambia kaunti moja ama mbili hatuwezi? Tunaweza. Vile vile kuna nafasi ya Wakenya kujulishwa hali ya kuteka maji, manake mvua inanyesha. Kama hata huko, hata kama inakaa wakati mwingine inanyesha, si kusema ya kwamba haitanyesha, lakini ikinyesha tunafanya nini? Serikali ina wajibu kwa mipango yao kupanga, hata kutoa fedha, hata kushirikiana na washikadau wengine wawanunulie tanks za kuhifadhi haya maji. Kwa mfano, tuambie watu wetu kuharvest maji ni kitu ya muhimu sana. Manake maji ikiwa harvested haitapotea. Sisi tunagojea mvua ije, Mungu anatupatia mvua, maji safi, maji salama, lakini sisi tunaingia kwa nyumba, maji imwagike, iende Indian Ocean, alafu kesho tuseme serikali saidia. Na ni serikali ambao wakati mwingine wale ambao wanastahili kuwajibika hawajibiki. Na pia sasa tunaweza kusema tunaenda safari ndefu kuteka maji ama kutafuta maji, na maji ilikuja ikanyesha, lakini hatukuteka maji, hatukuweka maji kwa matanks na mambo kama hayo. Kwa hivyo hata kwingine tunaweza tengeneza what we call water pans sehemu zile, kwa sababu wana mifugo, wanahitaji maji ya mifugo, vile vile maji yao. Watafanya nini? Wanastahili kutengeneza water pans, which is very very easy. Serikali ipeleke matinga huko yajenge water pans, ili kwamba maji ikinyesha, badala maji iteremke Indian Ocean ipotee, wawe wanahifadhi maji ambao itawapeleka kwa msimu wakigojea mvua ingine ije. Na pia serikali pia vile vile iangalie mambo mengine ama njia zingine za kupata maji. Inaweza peleka maji huko, hata mengine yanaweza chimbwa na isaidie. Kweli. Labda pendekezo lako Eric Ambuche, tumebakisha dakika kama 5 hivi kwa dakika 2. Yes. Unahisi nini linafaa kufanywa hasa katika maeneo ya mitaa ya mabanda, na mashirika mengine yanafaa kuhamasisha wananchi namna gani? Kama umekuwa Nairobi unapata kwamba when it rains there is water shortage. So watu hushindwa what is happening, what is not happening. Unaona kwamba inakuaje kwamba hatuna maji na hii mvua yote inamwagika. Na nafikiri hatuna ile mpangilio ya kusave, kuharvest maji, tunakosa. Sidhani kama, kulingana vile nimetembea Nairobi mzima, ni ngumu sana kupata mtu ambaye ana harvest akaweka maji. Na matatizo yako wapi? Mbona inakuwa vigumu hasa katika mtaa mabanda watu kuhifadhi maji? Kule kwa mabanda wale unajua most those guys are like sio hizo manyumba si zao, wengi wao ni zile room moja, so hawana ile mpangilio kwamba inaweza toka juu waweze kuishika waweke mahali pamoja like 10,000 liters. Hawana hizo
hawana hizo uwezo. So ikinyesha utapata kwamba hata most hiyo maji wanga chafu, so hawezi iweka, wanategemea zile za pipe, zile za kununua za shilingi 10. So inakuwa vigumu sana unless, that's why some of us tunasukuma kwamba Nairobi Water ifikishe maji iwe rahisi maji iwekwe karibu na zile nyumba zimewekwa pale. Mtu akitoka tu aweze kufungua hiyo tap na apeleke maji kwake. Sababu maji na stima utapata kwamba isipokuwa mahali ama kwa nyumba inakuwa shida kubwa sana. Na vile tu tumesema ni kwamba mpangilio iwekwe, wa make sure kwamba vile ilipangwa kwamba hii ni residential areas za watu kama ni Mukuru, maji ikue. Unapata kuna wakati World Bank ilikuja kule, lakini kwa sababu ya neno ya ufisadi it overshadows everything. World Bank had a good plan after realizing kwamba watu wa kijiji wana spend a lot of money accessing water. Ikaweka mashini kadhaa kwamba unaweza weka sumni tu na upate maji lita 20. Lakini vile tunakuambia sasa hii it's a white elephant after spending all those $1 million. So hizo ndio challenge naweza kukuambia kwamba walikuwa na nia nzuri, lakini sisi wenyewe uongozi, governance yetu imejaa ile ufisadi, inakuwa kwamba kila mtu anajitakia. Kila mtu anajitakia. Mchungaji, tukimalizia kwa dakika moja, labda pendekezo lako katika kuhamasisha jamii ni lipi? Pendekezo langu katika kuhamasisha jamii ni kwamba jamii ama Wakenya tunastahili kujua rights zetu, na wale ambao wako katika uongozi, kwa mfano kanisa na sehemu ambazo tuko, wale ambao wamepata uongozi, tuambie serikali bila kufunga jicho, kuambia kwamba wanastahili kuwajibika na kuhakikisha kwamba wanapea Wakenya maji. Kwa mfano, nikimalizia nikwambie kama kanisa, especially hii program ya GRIP ambayo tunasemesha hapa, tumepanga mpango mkubwa. Tarehe 18 mwezi huu tumemuita CS na PS wa maji na washikadau wengine, hata Waislamu, watu toka sehemu tofauti, viongozi wa NGOs na mambo kama hao, pale St. Paul's University. Tutakaa pale tusemezane. Tuko na ile tumewaandikia waraka kuambia kwamba ni wajibu wa serikali kupatia Wakenya at least angalau maji lita 50 kila siku kwa kila Mkenya, na kama hataweza hivyo basi waweze kupatia Wakenya fidia ili Wakenya wanunue maji, kwa sababu wana pesa mkononi, na hiyo itafanyika. Kwa hivyo nikimalizia nikusema ya kwamba kila mmoja ajue ya kwamba maji we have been given this from God, given to us from God, zawadi takatifu kutoka kwa Mungu. Tunastahili kuichukua vizuri. Wale ambao wanatumia maji hata wakiogea mwili, wanaosha vyombo, wakina mama wetu, usifungulie maji kwa tapu you're washing just one spoon. You need to take care of that. Hata ukipiga mswaki ni vizuri kujua ya kwamba hayo maji usiwache tu yamwagike. Hayo yanamwagika, mwingine anatafuta. Kwa hivyo tutumie maji vizuri na tuwajibike katika kila jambo. Asante sana Mchungaji Kiugi Apollo ambaye ni balozi wa jamii na mshirika katika shirika la GREP Kenya. Na asante sana Eric Ambucha ambaye ni mwanzilishi katika shirika la Slums Outreach Program. Shukrani za dhati kufika kwenye studio za TV47. Asante. Na bila shaka mtazamaji, katika dakika 20 baada ya saa 2 kamili mwendo wa saa 3, taarifa za saa 3 zitakuwa zinapeperushwa moja kwa moja kutoka hapa katika makao makuu ya TV47. Ni matumaini yangu kwamba wewe mtazamaji umepata kuelewa mawili matatu na kuweza kupata uhamasisho kuhusiana na maji ni haki yako wewe Mkenya wa kawaida kuweza kupata angalau lita 50 kila mmoja nchini. Kufikia hapo sina la ziada, na tamatisha mazungumzo haya. Asante.